Shalom Shabbat. Basi ni wakati mzuri tena ambapo namshukuru Mungu kunipa tena neema na kibali kingine cha kuweza kushare ushuhuda wangu sehemu ya pili. Basi namshukuru Mungu, mimi Apostle na Reverend Titus Paul Dumi katika siku njema hii ya leo ya mwezi wetu wa 4 mwaka 2026. Nimependa kushare ushuhuda wangu kuhusu maisha yangu tangu nilipozaliwa na kumjua Yesu. Kama nilivyokushuhudia kwamba nilimjua Yesu nikiwa na miaka 15 mwaka 1988 baada ya kumaliza la 7, ijapokuwa tena nilirudia darasa la 7 na nikamalizia tena hapa miaka ya 90 mwanzoni hapa Mikocheni Primary School. Lakini baada ya hapo, kama nilivyokushuhudia kwamba Mungu alinipa tena neema na kibali cha kuweza kuendelea mbele na masomo ya sekondari, na nilikushuhudia nilikuwa nasoma shule moja kule Temeke. Nilianza Mnazi Mmoja, nikaja hapa Magomeni Makumra, lakini baadaye tena nikaenda kusoma katika shule ya high school ya Nuru ya King kule Temeke, na huko nilipitia mapito mengi magumu mwaka 95 na hata kufikia ule ushuhuda wangu ya kwamba niliweza kufa, na kwa neema ya Yesu Kristo pamoja na maombi ya mama yangu na baba yangu, basi kwa yale masaa zaidi ya 8 Mungu aliweza rejesha uhai wangu na leo niko hai. Ninamshukuru Mungu, tangu 94 mpaka leo nina miaka sasa zaidi ya 32 katika utumishi ambao Mungu ameniitia, na ukihesabu 98 mpaka leo utaona zaidi ya miaka 36 au 37 tangu nimjue Yesu Kristo kwa Mwokozi wangu. Japo wokovu wangu ulikuwa una changamoto nyingi, lakini hizo changamoto hazikuwa shida ya mimi kunizuia nisiweze simama tena. Kwa hivyo mwaka 94 Bwana Yesu aliniita rasmi kama mtumishi wake, na nikaanza kukaa chini ya mafundisho ya baba yangu wa kiroho ambaye ndiye baba pia alinizaa kimwili, Paul Joseph Dumi, kwa mwaka 94, 95, 96 na kufikia mwaka 98. Wakati nimekamilika kiroho, Mungu alinipa unabii na ufunuo kwa ajili ya taifa la Kenya, na ndipo kwa mara ya kwanza niliweza safiri kwenda katika nchi ya Kenya kwa ajili ya taifa la Kenya, na ujumbe huu Mungu alinipa kwa ajili ya kumfikishia aliyekuwa nyakati hizo Rais Arap Moi pamoja na vyama vya upinzani. Namshukuru Mungu, nilipata kibali kupitia waziri aliyekuwa mambo ya ndani miaka ile na familia yake, na waliweza kuniunganisha na familia ya viongozi wakubwa katika taifa la Kenya, na nikatoa unabii kuhusu nchi ya Kenya. Kipindi hicho ilikuwa campaign ndipo wenzetu walianza mapema misingi yao ya vyama vingi vilianza kwa nguvu zaidi mwaka 97, na japo ile 97 walitamani sana kuleta mapinduzi makubwa katika nchi ya Kenya, lakini Mungu aliniambia niwaonye ya kwamba wasitumie nguvu kumtoa mzee Arap Moi, wamwache amalizie na ataondoka mwenyewe kwa amani mwaka 2002. Ni kweli wakati natoa ujumbe huu ulipokelewa, lakini baadhi ya upinzani waliupinga, na kwa macho yangu katika nchi ya Kenya kuanzia ule mwezi wa 8 wa 9 mpaka kufikia majira mwezi wa 10 wakati wa kampeni zao na uchaguzi, niliona damu za watu wengi sana zikimwagika. Nakumbuka nilipokuwa katika nchi mmoja unaitwa Rongo baada ya Kericho,
unaelekea Rongo na Rongo ina junction ya kuelekea Homa Bay na Kisumu, na pia ina njia kuelekea mipakani mwa Kenya kwa mfano kijiji cha Raparo Kanga, Awendo, Migori mpaka kule Sirari upande wetu wa Tanzania mipaka yao. Walipokuwa kule niliweza ona kwa macho yangu Wajaluo pamoja na Wakisii wakiuana sana kwa macho, na hakuna kipindi ambacho taifa la Kenya lilipitia kipindi kigumu sana kama mwaka 97. Ile agano lilifanya pia liendelee tena mwaka 2007. Mwaka 2002 mzee aliondoka kwa amani, alikuwa na mvutano lakini sio mkubwa, lakini mwaka tena 2007 nchi ya Kenya ilimwaga damu sana zaidi hata ya kipindi cha mwaka 97. Na kwa bahati njema Mungu alinipa kibali, kila mwaka nilikuwa nikienda katika nchi ya Kenya wakati wa uchaguzi. Nilikuwa pale 97, nilikuwa tena mwaka 2002 kupeleka ujumbe wa amani, na nikawa tena mwaka 2007 macho yangu niliona mauaji makubwa, na tena nikawa tena mwaka 2017. Hii nilifanya kongamano kubwa la uponyaji wa taifa katika mji wa Kisumu, ambapo maaskofu wakubwa wote katika mji wa Kisumu waliandaa mwaka 2017 ya kongamano inaitwa Heal of the Nation. Kwa hivyo namshukuru Mungu sana, baada ya hapo Mungu alinitumia katika hiyo miaka, lakini pia niliweza kujiunga na chuo kinachoitwa AFMIN. Walikuwa na tawi lao kipindi kile maeneo ya Msimbazi Center, ambapo palikuwa muasisi wa hiyo chuo alikuwa ni South Africa na pamoja na Marekani, masomo ya church leadership, yani masomo ya uongozi wa kanisa. Niliweza soma kwa miaka yangu mitatu katika hiyo chuo cha Africa ile Ministry Network, na ambapo muasisi alikuwa Papa Kara. Lakini katika kusoma hiyo chuo tena bado nilipata nafasi na nyingine ya mwaka 2000 nilifanywa interview na moja ya viongozi ambaye alikuwa ni Dean of the Students, ndugu yetu Mwadz, ambaye alikuwa Dean of the Students na alikuwa akirikuti wanafunzi katika chuo seminari kabla, lakini pia baadaye kwa chuo cha Mount Meru University, kwa sababu kile chuo cha Mount Meru University kilikuwa ni chuo cha Baptisti. Lakini mwaka 2000 palikuwa pameanza kampeni mapema ili kuweza kupata wanafunzi kama 25 katika nchi ya Tanzania, ambapo wapo katika dhehebu la Baptist, na pamoja na Kenya 25 pamoja na Uganda, ambao wataweza kusababisha chuo kisajiliwe katika vyuo vikuu vya Tanzania na Afrika Mashariki. Kwa katika interview hiyo nilifanywa hapa nyumbani Mikocheni, na kwa bahati njema ile interview niliweza fanya vizuri, na wakaniomba kabla chuo kijaanza mwaka 2002, basi tunaomba uanze na level ya diploma katika seminari, alafu tunapoanza chuo uende level ya degree ya theology. Kwa hivyo katika ushuhuda wangu, baba yangu pia na mama yangu ambaye Paul Joseph Dumi na mama yangu Esther Yohana Kwakwara, wao walikuja katika mji wa Dar es Salaam mwaka 1967. Walikuja hapa kwa sababu ya ndugu yetu, kaka yetu Simon ambaye anaitwa Ernest Dumi. Yeye alipozaliwa tu kule kijijini, kwa bahati mbaya alitoka na mfuko wa kizazi, na alipotoka na mfuko wa kizazi na mama yake alipofariki, kwa desturi za sisi ambao tuna asili ya Kiruguru wa Kwele, ambao asili yetu origin tumetokea kusini mwa Afrika, na ndio maana watu wanaitwa Dumi. Neno Dumi Kikwere, Dumi Kizuru, Dumi Kiruguru lina maana moja, kwa sababu sisi tupo kabisa mpakani mwa Magindu. Magindu upande wa kulia ni Morogoro, na upande wa huku chini ilikuwa ni mkoa wa Pwani kwa miaka ile japokuwa wengi wetu baba zetu walivuka mipaka wakaja upande wa Kwele. Kwa origin tumetoka sisi ni Waruguru ambao tulizaliwa katika vijiji vya Wakwele,
na ni ukoo wa kina Dumi. Neno Dumi Kiruguru maana yake sifu, na Kizuru maana yake Dumi sifu. Kisema Dumi seni Yehova, tumsifu Yehova. Kwa hivyo baba yangu alizaliwa alikulia kule mwaka 57. Baba yangu Paul Joseph Dumi alimjua Yesu 57 na alishuhudia wokovu kupitia wakina Bwana Buru. Hao walikuwa ni Waingereza ambao walikuja kuanzisha kanisa la Elim Pentecost ya pale katika mikoa ya Pwani, na walikuwa na eneo la ardhi kubwa zaidi ya eka 250 pale maeneo ya Msoro, yani Chalinze Msoro, na baada ya Msoro naenda Mdauda. Na baba yangu baada ya kumpa Yesu maisha yake mwaka 57, alikuwa mtu mzima ya over miaka 18. Basi baba yake na mama yake walimtenga kwa sababu yeye alikuwa mzaliwa wa kwanza wa kiume ya katika familia ya babu yetu ambaye anaitwa Joseph Dumi, ambaye huyu naye alimjua Yesu babu yetu kupitia baba yangu mwaka 76, alimshuhudia wokovu akaokoka. Kwa hivyo baba alitengwa na alifaulu masomo ya kutoka Bush darasa la kwanza mpaka darasa la 4. I'm sorry. Lakini kwa bahati mbaya baba yake alikataa kumsomesha. Basi wale wazungu walipomchukua, baba aliendelea na masomo. I'm very sorry. Na katika masomo alipoendelea baba yangu mwisho kufikia darasa la 8 aliamua kuchukua masomo ya kichungaji. Kwa hiyo chuo cha kwanza baba alichokisoma ni chuo cha Waingereza pale Msoro chini ya Bwana Buru, na baba akasoma kile chuo cha uinjilisti na utume ambao tunaita katika lugha ya kitheolojia evangelism and mission. Neno mission na apostolic ina maana moja tu. Mission, missionary, neno la Kilatini linalosema send au be sent, yani tuma au tuma. Na neno apostle ni hilo ambalo Yesu ndio aliyeinua huduma tano, akawaita wale watumishi wake mitume, na ili awatume mahali anapotaka yeye ambapo asingeweza kwenda kwa ajili ya kupeleka habari njema za Bwana wetu Yesu Kristo. Basi baba yangu alipomaliza masomo yake ya uinjilisti na utume, baba alifanya kazi kama mwinjilisti na mtume, mwanzisha makanisa chini ya Elim Pentecost, na alibatizwa Elim Pentecost pamoja na mama yangu pia, naye aliokoka mwaka 59 Elim Pentecost, na akabatizwa mwaka 60 na 4 Elim Pentecost. Kwa hiyo ukiangalia hapa katika historia, asili ya baba yangu na mama yangu, wao waliokoka Elim Pentecost, wakabatizwa Elim Pentecost, baba akasoma chuo cha Elim Pentecost. Lakini mwaka 67 baba alipokuja hapa Dar es Salaam, ndipo alikuwa akiabudu katika kanisa la Lindi Street la KPRT, ambapo muasisi wake alikuwa ni Tiba na Nasona, lakini baadaye Wabaptisti akawa amepata baadaye tena akaomba kazi baba yangu kwa misionari mmoja ambaye alikuwa yeye ni pilot hapa Legend Estate Mikocheni, ambaye anaitwa Eken. Baba alipoomba kazi pale, alikuwa ameanza kwanza kazi ya kwanza, alikuwa akifanya kazi katika guest house ambayo iko kule Don Bosco Upanga, inapakana upande wa kulia na kile center ya scouts kubwa pale Don Bosco Upanga. Kwa alifanya kazi guest house, lakini pia baada ya hapo tena baba yangu alifanya tena kazi maktaba, na alifanya kazi katika maktaba moja kubwa pale Kariakoo kwa miaka mingi. Lakini pia baada ya hapo baba yangu Wabaptisti hiyo mwaka 67 mwishoni waliamua kumsajili na kumhitaji kuwa kama mwinjilisti na mission wao, church planter, na zehebu lake la Elim Pentecost walimruhusu kwa sababu imani zilikuwa hazipishani kuhusu mambo ya Roho Mtakatifu, karama zake na utendaji kazi. Kwa hiyo baba rasmi alipoajiriwa mwaka 67 mwishoni, alifanya pia kazi katika zehebu la Baptisti pale Baptist Center kama mzee kiongozi, lakini pia pamoja na huyu misionari Eken
ambaye alikuwa mwekezaji katika dhehebu la Baptist, kwa sababu alikuwa wamiliki wa ndege kule Marekani. Basi walimtumia baba kama mwinjilisti na mission. Kwa hiyo kuanzia hiyo miaka baba alitembea na ndege ya watu 4, zile kama ndege za watalii ambao hutua katika viwanja vya National Park, viwanja vya mipira. Na baba alifungua makanisa Afrika Mashariki na Kati. Kuanzia ile miaka yote. Kumbuka mkataba wao huyo missionary Eken ulikuwa mwisho mwaka wa 89, walirudi kwao kurudi Marekani. Lakini mzee alitembea katika ndege ya watu 4, baadaye wakanunua ndege ya watu 6, na mmiliki alikuwa ni Eken, alikuwa kama mwekezaji. Lakini mzee alifungua makanisa mengi katika nchi ya Afrika Mashariki na Kati, na bado alifanya kazi na Baptisti. Lakini pia walimpa kibali kufungua makanisa na kuyakabidhi katika madhehebu ya Kipentekoste. Ukienda Marangu, Rombo, lipo kanisa baba alifungua miaka 75, ambalo sasa hivi ni kanisa la Kipentekoste. Baba alipofungua pale alikosa wachungaji, akapata vijana wa Kipentekoste, akawasimika mahali pale. Kwa hiyo ni historia kidogo pia baba yangu ambaye amefanya kazi ya utume na uinjilisti sana. Na ndio maana hata hii neema ya kitume ndani yangu, si kwa sababu mimi nilikuwa bora kuliko wengine, lakini Yesu pia naye alinichagua baada ya kurudi kwa Yesu mwaka 94 na kuitwa rasmi mwaka 94. Kumbuka nilikuwa kwa mwaka 88, nikabatizwa mwaka 90, lakini nikawa na michanganyo na nikawa mwasisi wa muziki ya hip hop. Kwa hivyo baada ya hapo tukaendelea kukua katika dhehebu la Baptist kuanzia hiyo miaka tangu tunazaliwa. Na mimi nikaamini Yesu. Kaka yangu pia Onesmo pamoja na dada yangu Ana na mdogo wangu Mika tulikulia huko katika dhehebu la Baptist kwa miaka yetu yoyote. Na baada ya hapo mimi ndio nikapata neema kwenda chuo cha Mount Meru University mwaka 2002, na nilisoma katika kile chuo kwa miaka mitatu. Nilisoma kuanzia 2002 mpaka 2004 Disemba. Kwa hivyo nikamaliza masomo yangu ya theology na nilichukua general theology au pure theology, ambapo sikubezi tu katika upande wa imani ya dhehebu langu, bali nilibezi katika msingi wa pure theology ambayo ni general, ambayo ninaweza kuwafikia wengi mataifa na kuhubiri habari njema za Bwana Yesu Kristo. Kwa niligraduate mwaka 2004 pale Mount Meru University katika main campus. Na baada ya kugraduate Mount Meru University, nilipata nafasi pia kujiunga na chuo cha John Maxwell. Chuo cha John Maxwell kilianzishwa rasmi kule Kenya kuanzia miaka ya 2005. Nashukuru Mungu nilikuwa mimi mmoja wa wanafunzi ambaye nilipata nafasi kusoma kile chuo pale cha leadership na administration. Nilikuwa nafundisha both spiritual leadership and secular and administration. Kwa nilisoma kile chuo pamoja na ndugu yangu ambaye ni marehemu Reverend Charles Baraza aliniunganisha. Nilisoma naye pia kwa level ya degree ya leadership na administration, both spiritual and physical, secular, kwa miaka mitatu kuanzia 2005 mpaka 2007 Septemba tuligraduate pamoja na Charles Baraza. Lakini huko nyuma mwaka 97 niliweza kuanza kwa mara ya kwanza kusomea elimu ya engineering katika masuala ya electronics na mdogo. Kwa hiyo niliweza kujiunga na chuo kimoja ambacho palikuwa pale Uchumi, Kidongo Chekundu Mnazi Mmoja, ambacho kilianzishwa pale na baadhi ya walimu waliobobea katika chuo cha Dar Technic, ambacho chuo kinaitwa Worldwide Technic, ambapo nilichukua masomo pale ya engineering ya electronics na niweza kumaliza kile chuo kwa miaka yangu miwili. Nilichukua level ya advanced diploma ya engineering katika kulipea, maintenance na hata kubuild vitu kama radio, amplifier na mambo mengine mbalimbali kwa elimu ya secure. Kwa hiyo nina elimu tatu. Nina elimu ya electronics ambayo ilikuwa ndio source of my mapato yangu, ambayo nilisoma chuo cha Worldwide pale Kidongo Chekundu Uchumi kazi moja kuanzia 97 mpaka 98. Kwa miaka miwili nilimaliza advanced diploma ya engineering ya repair na maintenance vitu electronics pamoja na kuform radio, kuform amplifier. Hiyo ni moja ya fani ambayo nilisomea miaka 97 mpaka 98. Lakini pia nimesomea level ya juu ya theology pale Mount Meru University, ilikuwa main campus.
nilisoma kuanzia 2002 na nikamaliza 2004 Desemba. Lakini pia nilipata nafasi kusoma katika chuo cha John Maxwell ambacho kipo kule Kenya, na wakati nasoma kile chuo, nilipoingia mwaka wa pili, ya ndugu yetu mtumishi wa Mungu marehemu Miti Mingi naye alijiunga nyuma yetu, ambaye sasa ni marehemu Miti Mingi aliyekuwa mchungaji wa TAG. Kwa hivyo nilikuwa katika chuo hivi vitatu vya secular na spiritual viwili, na nilimaliza masomo yangu katika vyuo hivi vitatu. Kwa hivyo namshukuru Mungu kwamba baada ya hapo niliendelea zaidi na huduma yangu ilianza kuanzia 94 kupitia wanafunzi wa primary, wanafunzi wa O-level na I-level, na baadaye huduma yangu ilikwenda mpaka ngazi ya college na university. Nimehudumu sana Muhimbili na watoto wengi sana wa kiroho ambao niliwazaa pale. Hata miaka ya 96 nilipata bahati kwenda kufanya huduma kule Kisarawe nilipoalikwa na waasisi wa Kasfeta kwenye shule ya high school Kisarawe. Nilikuwa na kongamano la kuzitambua karama za Mtakatifu na kumtambua Roho Mtakatifu na utendaji kazi wake, kuanzia Alhamisi ilipoanza Pasaka na kalenda ya kidunia mpaka Jumatatu ya Pasaka. Kwa nilikuwa main speaker nikifundisha kongamano kwa wanafunzi wa high level pamoja na O level, kuanzia asubuhi, mchana, jioni na usiku wa manane, kuanzia Alhamisi, Ijumaa Kuu, Jumamosi, Jumapili mpaka Jumatatu. Kwa siku 5 nilifanya kongamano, na kule kana na vijana wengi sana, kana na Dr. Robert alikuwa mmoja wa wanafunzi ambaye sasa hivi anafanya kazi nadhani na Carlos Mwe, na walikuwa kule kana na Daktari Peter sasa ni mmoja wa madaktari wakubwa hapa katika hospitali ya Mloganzila. Nilikutana pia na wao pia bado kipindi kwa wanafunzi pale Minaki High School Kisarawe. Lakini nilikutana na Dickson Karitinya akiwa form 5, na yeye huyu pamoja na Francis Msumba bado kumaliza form 6, tulikuja kuishi naye hapa Mikocheni. Lakini pia Dickson alipomaliza form 6 alipata nafasi kuchukua masomo ya pharmacist pale Muhimbili. Nilikutana naye pale Muhimbili, na baadaye tena najua sisi huduma yangu Disciple Global Ministry. Hata kwa mara ya kwanza nisafiri na yeye kwenda Kenya mwaka 99. Ilikuwa na kongamano kubwa la Pasaka, na yeye alikuwa mmoja wa mnenaji kwa vijana. Maana ilikuwa ni conference kubwa kwa watu wote. Kwa Dickson akapata nafasi kunena kwa vijana. Nakumbuka kipindi hicho alikuwa kuna kamera kubwa ya VHF ambaye rafiki yake alishindwa kuirekebisha, Robert aliagizwa kutoka Marekani. Nilipeleka mafundi wengi sana, mafundi wote wakamwambia troubleshoot ya hii kamera ya troubleshoot, yani kukagua kamera shida gani ya elfu 50. Lakini baadaye aliponiita nikaifanya troubleshoot na nikairekebisha ndani ya dakika 10 tu. Yule Robert alichanganyikiwa akili sana, akasema nipatie shilingi ngapi sasa, maana troubleshoot ni 50, matengenezo na shilingi ngapi? Nikamwambia mimi sina haja ya pesa, naomba tu hii kamera kwa sababu tunasafiri mwezi huu kwenye conference kule Kenya, naomba tukaitumie kwa ajili ya kuchukua matukio ya kongamano, na nitasafiri na Dickson Karitinya, na aliweza kututrust akamkabidhi ile kamera Dickson Karitinya. Tukasafiri naye mpaka Kenya 99 kwa mwezi wa 4 wakati wa Pasaka. Nilikuwa na timu ya Dickson Karitinya, nilikuwa na timu ya kupiga keyboard musicians ambaye nasomea mambo ya music kule Bukoba, chuo cha Kilutheri, ndugu yetu Aidan Magawa pamoja na kina Joyce Mgoe. Nilikuwa na kina dada yangu mmoja Siana Nkia, na nilikuwa na Christine Pede. Tulikuwa tuko timu katika kongamano hilo kule Kenya. Lakini mimi Mungu alinipa tena neema nikaishi Kenya kwa miaka 10 nikiestablish ministry yangu ya Disciple Global Ministry. Lakini pia baada ya hapo nilileta na Dar es Salaam, na bado tena Dar es Salaam nikaweza tena kukaa muda mchache, nikaenda tena chuo Mount University, na baada ya Mount University tena nikaenda tena Kenya tena kuchukua tena miaka mitatu tena ya degree leadership and administration. Lakini pia niliishi katika mji wa Moshi miaka 11. Nilianzisha huduma pale mwaka 2011, na
nilikaa pale mpaka mwaka 2021 Disemba, tukatoka Moshi, na pia nilikaa Arusha kwa miaka 6 kwenda 7. Kwa hiyo zaidi ya miaka 29 nilikuwa nje ya mkoa wangu wa Dar es Salaam nikifanya huduma ya utume pamoja na ualimu. Nimekuwa nikiandika vitabu, nimekuwa pia nikifanya makutano ya injili mikubwa ndani na nje. Huduma yangu haifungamani na madhehebu, kwa sababu nimeitwa kwa ajili ya kuhubiri habari njema za wokovu kwa mataifa yote, na pili nimeitwa kwa ajili ya kuziimarisha roho za walimu wa Yesu Kristo ili kumjua Yesu kwa kama Bwana na Mwokozi wao, na zaidi ya yote kwa wanafunzi wa Yesu. Maana huduma yetu sisi, maono yetu ni kuwafanya mataifa yote kwa wanafunzi wa Yesu na kuwafundisha yote ambayo Bwana wetu Yesu Masihi ametuamuru, ili na wao waweze kusimama na kumtumikia Mungu. Kwa hivyo hayo ni moja ya ushuhuda wangu katika huduma ya Disciple Maker Global Ministry. Nadhani nitapause kwa muda mfupi, alafu nitarejea nikiendelea na upande wa pili. Shalom.